tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Mto San Pedro huko Arizona, kilomita 2700 kutoka Jeffersonville, nyuma ya jangwa. Salamu kutoka upande wa nyuma wa jangwa huku kusini mashariki mwa Arizona, karibu na nyumba ya kanisa la kwanza la kanda, kilomita 15 kaskazini, ambapo nimesimama kwenye mto San Pedro. Hapa ndipo walipokwenda nyumba kwa nyumba, kama tu lile kanisa la mwanzoni, wakisikiliza neno na neno peke yake la mahubiri ya kanda ya ndugu William Branham. Ninamshukuru sana Bwana kwamba baba mkwe wangu ndugu Carl Isaacson alifanya nyumba yake kuwa kanisa la kanda na kuwapuuza wakosoaji wote. Miezi mitatu baada ya ndugu William Branham kuhubiri siku ya ushindi 63-0412 hapa Sierra Vista, alihubiri lile shitaka 63-0707M. Ndugu Branham alisema kwamba Yesu Kristo alikuwa amesulubishwa na makanisa kwa kushikilia imani zao potofu na kukataa ujumbe wa saa hii. Na siku ile dhehebu liliposulubisha neno la Mungu na likakubali kanuni ya imani badala ya neno, hiyo ndiyo siku ile neno lilitimilika kabisa. Hapo ni hivi majuzi tu. Sasa hii hapa barua ya tai wanakusanyika pamoja kutoka maskani ya Branham kwa ndugu Joseph Branham. Mpendwa bikira safi, tunapobonyeza play ni asali mwambani, ni furaha isiyotabikika, ni dhamana iliyobarikiwa, ni nanga ya nafsi zetu, ndiyo tumaini na tegemeo letu, ni mwamba wenye imara, ni kila kitu kilichochema, ndiyo njia ya Mungu iliyoandaliwa ya siku hii. Kwa sababu tunabonyeza play, sauti ya Mungu imetuposa kwa Kristo, kama bikira safi kwa neno lake. Tunaye ila mwalimu mmoja tu, sauti moja, nabii mmoja anayetuongoza kwa Roho Mtakatifu. Bali hili ni kanisa. Ninawafundisha haya yananaswa kwenda kwenye kanda, na wataka watu wanaosikiliza kanda wakumbuke hili ni kwa ajili ya kanisa langu. Ni thibitisho lililoje kwetu sisi ya kwamba tuko katika mapenzi yake makamilifu. Kanda hizo ni kwa ajili ya kanisa lake. Yeye anatufundisha, anatuambia, sikilizeni kanda. Yeye aliuanza mfululizo huu wa kufanywa wana wenye mamlaka kwa kutueleza kile kilichotokea siku chache zilizopita. Ndipo kwenye kila ujumbe yeye unena habari za wakati alipokuwa amebadilishwa. Jinsi gani hilo litakuwa ni muhimu kwa bibi harusi kusikia kile kilichotukia na kile bibi harusi alichomwambia yeye. Nabii wetu atahukumiwa kwa neno alilohubiri na kuliacha kwenye kanda. Wale bibi harusi kule ng'ambo ya pili walimwambia atakubaliwa na Bwana wetu, kisha yeye atatukabidhi kwake kama tunu za huduma yake, kisha tutarudi duniani tena tukaishi milele. Kila neno tunalolisikia ni kito cha thamani. Tunaendelea tu kuliweka wazi na kuliweka wazi, yeye anapozidi kufunua zaidi tunaposoma katikati ya mistari. Jinsi gani tupendavyo kulishiriki hilo na ndugu na dada zetu. Je, umelisikia hili? Yeye alituchagua katika yeye kabla ulimwengu hata hauja kuweko. Huo ndio urithi wetu. Mungu alituchagua, kisha akamwacha Yesu aje alipe ile deni. Hiyo ni nini? Kumwaga kwake kwa damu yake, kusudi tusihesabiwe dhambi. Hufanyi lolote. Kisha mara tu baada ya hilo, je, umelipata hili? Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Umeelekeza macho yako Kalvari, na kuna kitu kinakachokuzuia. Mwenendo wa maisha yako unatembea katika barabara kuu ya mfalme.
Umepakwa na mafuta ya thamani ukielekea kwenye patakatifu pa patakatifu. Amina. Sisi tulikuwa kama ile fimbo ya Haruni, fimbo ya kale iliyokauka ambayo alikuwa ameibeba kwa miaka 40 kule jangwani. Lakini sasa, kwa sababu tumewekwa katika mahali pale patakatifu kwa kuisikia sauti ya Mungu ikinena nasi kwenye kanda, tumechipuka na kuchanua, tukiwa tumejaa Roho wake Mtakatifu, nasi bibi harusi wake tukipaza sauti kwa mapafu yetu yote, mtakatifu, 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 mtakatifu kwa Bwana. Kanda ndizo nafasi ya kwanza mioyoni mwetu. Mtakatifu, 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 mtakatifu kwa Bwana. Yeye alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mtakatifu, 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 mtakatifu kwa Bwana. Sisi ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Mtakatifu, 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 mtakatifu kwa Bwana. Haileti tofauti yoyote yale mtu yeyote asemayo. Hatuzirudishi kanda, tunazicheza nyingi zaidi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Tumeelekeza macho yetu Kalvari, na hakuna kitu kitakachotuzuia. Nina furaha sana kuungana moyoni na watu wengi hapa ambao wanajua kwamba hili ni neno la Mungu lisilokosea. Basi hilo ni kweli kwa kila neno lake, kila fungu lake, na kwa neema ya Mungu, kama nilivyotunukiwa kuiangalia ile nchi ambayo siku moja tutaizuru. Njoo ungane nasi Jumapili saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki. Nabii anapolichukua kila neno na kulifafanua tu kindani, atalipeleka hadi Mwanzo na kulifafanua kindani, na atalipeleka hadi Kutoka na kulifafanua tena, na hata hadi Ufunuo, na ni Yesu kwa kila kipengee. Ndugu Joseph Branham. Ujumbe, kufanywa wana wenye mamlaka. Sehemu ya 3, 60-0522M. Maandiko, Mathayo 28 mstari wa 19, Yohana sura ya 17 mstari wa 7 hadi wa 19, Matendo sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 6, Matendo sura ya 18 yote na sura ya 19 yote, Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 19, wa Korinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 13, wa Galatia sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 18, wa Efeso sura ya kwanza yote, wa Ibrania sura ya 6 mstari wa 4 hadi wa 6, wa Ibrania sura ya 9 mstari wa 11 hadi wa 12. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki na shalom. Anwani za kusikiliza kanda moja kwa moja na kujisajili kupata taarifa kwa WhatsApp